Vipi mkafanya? Mara nyingi mimi katika kupanda mnazi tawi la upande wa mashariki ulitia alama. Nikienda kuupanda huwa nimeupanda kwa mbinu zile zile nilokuwa kwenye nasa. Alafu ukiutoa ule mnazi kwenye ile nasa, mizizi yake huwa mirefu. Kwa hivyo mizizi yatakiwa uikate. Hata kuna mizizi ya kwa inchi 6, mizizi futi moja yatakiwa uikate iwe labda inchi 3 au inchi 2. Kwa nini kasema hivi? Kwa sababu ukikata vile vile ambavyo iko, kwanza itasinyaa ama itakufa. Kwa hivyo ukikata ikitoka itatoka direct, itakuwa rahisi kushika ule mnazi pale mahali ambapo umeupeleka. Hiyo namna ya kupanda mnazi. Pili, si kila nazi huoteshwa. Nazi yoyote ukiotesha itamea, bora iwe imekomaa, lakini si kila nazi huoteshwa. Kwa mfano mnazi moja kuauka, nazi yake unafai kuoteshwa, kwa sababu katika mti wenye masharti mmoja ni nazi. Na ndio utakuta serikali kila mwaka hupeana tenda ya minazi la kaunti kwa jumla takriban minazi 100,000 inayofaulu hata 10 ya chini. Kwa sababu ya si kila nazi huoteshwa. Kwa mfano wewe umekuja kama shamba kwangu, wakaka nazi, nitakuuzia kwa sababu zote nazi, lakini wewe hujui hii nazi yafaa kuoteshwa ama hii haifai kuoteshwa. Na ndio utakuta nazi kila mwaka huoteshwa, minazi yafa. Kisha minazi pia hupelekwa sehemu ambazo hazistahili kupelekwa nazi. Kwa mfano, kipindi hiki tuko kwenye kiangazi. Katika sehemu moja ambayo wamejua yenye shida maji moja Manda. Leo ukiupanda mnazi pale kwa kiangazi hicho ambacho tiko, mtu atakunywa yeye maji ama kati ya kwenye minazi. Kwa sababu maji alionayo hayatoshi yeye kama wanadamu. Vipi atie kwenye mmea? Na sehemu mfano wa Manda nyingi, kwa mfano kama Kililana